Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi ya siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni vigogo wastaafu washauri maridhiano, wahimiza uzalendo, tume shirikishi wahadharisha maslahi binafsi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Ndejembi ambana mkandarasi Kahama, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Reli zote zinazoingia bandarini Dar kufumuliwa, habari katika ukurasa wa pili. Rais Samia kunogesha tamasha la Kizimkazi, habari katika ukurasa wa 7. 14 mbaroni soko bubu la madini Dar, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Marafiki washauri wa mipaka kuepuka majuto, wanasaikolojia waeleza ya kuzingatia, wataja vya sheria. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 gazeti hili. Kilimo, mifugo, uvuvi, misitu kuongezwa kasi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Fursa 4 kuwekeza nishati safi ya kupikia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni makali bei vifaa vya ujenzi, kupaisha kodi za nyumba, mafuta kupakwa, gharama za mafuta magari kudaiwa kuwa ni moja sababu za maumivu, tozo mpya nazo zikitajwa. Nondo kupanda kwa bidhaa hii ni miongoni mwa vilio vinavyotolewa na kusababisha kupaisha gharama za ujenzi. Mahitaji, gharama za ununuzi wa mchanga, kokoto, saruji na tofari zaongezeka kwa viwango tofauti kulingana na umbali wa eneo la ujenzi. Nukuu ya Suzana John, mkazi wa Morogoro, inasema, nilikuwa nimepanga bajeti ya kumalizia ujenzi wa nyumba yangu yenye vyumba vitatu, kila kitu kama tofari, nondo, mchanga na kokoto, ila kwa sasa nimesimamisha ujenzi kwa sababu bei zimepaa, najipanga upya. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika ofisa polisi amburuza IGP kortini. Afisa wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro Bilukuza Kayanda amefungua maombi mahakama kuu akiomba kibali cha. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 6. Sababu madai ya bima kuchelewa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Hatari wanazopitia wahudumu wa afya wakiwa kazini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika soko bubu la madini la fichuliwa Dar, 14 ukamatwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Hivi unajua kama mamilioni wanaendelea kupiga pesa mtandaoni? Leo nikupe habari kuhusu app ambayo nimekuwa nikitumia kushinda pesa halisi mtandaoni. Inaitwa Leonbet. Ndio, ina leseni kamili ya kufanya kazi hapa Tanzania, kwa hiyo ni halali 100%. Wana zaidi ya slot 4,000 pamoja na michezo ya live casino kama roulette na blackjack na madila halisi wa moja kwa moja. Ukiitumia unahisi kama upo kasino halisi moja kwa moja kwenye simu yako. Zaidi ni kwamba hivi sasa wachezaji wapya wanapata bonus ya karibu 100% hadi shilingi milioni 4 za Kitanzania zikigawiwa kwenye deposit zako 4 za kwanza. Bonyeza link hapo chini kwenda moja kwa moja kwenye tovuti ya www.leonbet.co.tz. Ungana na Leonbet leo. Leonbet, simba la mikeka. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni TRA yapeleka kicheko kwa wamiliki wa maroli, yaondoa changamoto ya muda mrefu, sasa kunufaika na msamaha wa VAT. Lengo ni kukuza biashara, ajira. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Habari picha ikimwonyesha waziri wa madini Anthony Mavunde akionyesha wanahabari jana baadhi ya vitendea kazi fedha taslim
vilivyokamatwa, ambapo watu zaidi ya 14 wamekamatwa kwa kujihusisha na utoroshaji wa madini, ambapo soko bubu la madini lagunduliwa jijini Dar es Salaam. Watuhumiwa hao wanatarajiwa kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Sheria kuimarisha miundombinu kuchochea kasi ya ukuaji uchumi, habari katika ukurasa wa 4. Serikali ongeza nguvu kilimo na umwagiliaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Vijana watakiwa kumuunga mkono Samia kwa ujasiri, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Kilimo safi kwa afya bora ya mlaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Wadau kanda ya ziwa wapewa elimu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Oman, mazungumzo kuhusu Hormuz yapiga hatua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni siri hukumu nyingi nchini kutenguliwa. Wataalamu wa sheria waonya kuwa kuachiwa kwa washtakiwa hakumaanishi moja kwa moja kuwa hakutenda kosa, bali upande wa mashtaka. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Matapeli wanavyowinda mafao ya wastaafu kwa mbinu hatari za kidijitali, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Kesi ya uhaini ya Lissu yarejea korti kuisikiliza mfululizo siku 29, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika gumzo mtoto wa Rais Ruto kuolewa na Mtanzania, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia awapa raha vigogo ushirika, wakoshwa na hatua ya serikali kuendelea kuwatafutia wakulima masoko ya nje ya nchi na kuwezesha kupata zana za kisasa za kilimo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Serikali kuthamini mchango wa taasisi za dini sekta ya afya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mabaki ya miwa kuzalisha umeme, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mtandao utoroshaji madini wa naswa, watu 14 wamekamatwa na dhahabu ya gramu 174, mmoja akitimwa mbio na madini ya milioni 54. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Taifa hatarini kupata wagonjwa wengi wa figo miaka 10 ijayo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Aliyepinga kifungo miaka 30 kubaki jela maisha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Gazeti hili limeandika Kikwete aipa 5 tayari, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Hemedi kuzindua programu ya okoa mvuvi Zanzibar, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Habari picha ikimwonyesha makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah akikabidhi tuzo ya heshima kwa mwakilishi wa benki ya watu wa Zanzibar PBZ ya kutambua mchango wa benki hiyo katika maendeleo ya mpira wa miguu visiwani Zanzibar. Pombe, dawa za kulevya zaendelea kuwa tishio kwa vijana, habari katika ukurasa wa 3. Hamza ataka jamii kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Ujenzi wa miundombinu kuharakisha mageuzi, Dr. Khalid, habari katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika Iran Oman za karibia kufikia makubaliano kuhusu Hormuz, habari katika ukurasa wa 9. Wizara ya Afya yahidi kuendelea wajengea uwezo wa tendaji, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Bashiru aishukuru serikali kuimarisha sekta ya kilimo mifugo, habari katika ukurasa wa 6. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni tukutane Agosti 12, Yanga Day vibe la kutosha. Kituo kinachofuata ni Kariakoo Derby, habari katika ukurasa wa 2. Habari picha ikionyesha wachezaji pamoja na mashabiki katika sherehe za Yanga Day. Majeraha ya 9 wachezaji, bima ikibaki kuwa ndoto, habari katika ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13. Wapinzani wa Yanga CAF wataja Simba Sports Club Septemba 4 hadi 6, Yanga dhidi ya Gaborone United first leg, habari katika ukurasa wa 3. Arsenal yaingia anga za Liverpool, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika ngao ya jamii Agosti 12 ni Simba dhidi ya Yanga saa 2 kamili usiku, New Amani Complex Zanzibar. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo, nalo gazeti ya Habari Leo gwiji la habari Tanzania lenye limeandika tamasha Yanga moto, habari picha ikimwonyesha Boka Diara pamoja na Shalulile. Beka aliana washambuliaji Simba, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Wakulima wafugaji watakiwa kuchangamkia fursa Afcon, habari ni katika kurasa za ndani. Jehana atoa taji la Miss Grande Tanzania 2026, habari katika ukurasa wa 21. Bandari, JKT, Jeshi Stars
za ng'ara wavu, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.